Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 41 ilipoishia. Ndugu zangu, kuna hatari kubwa inakuja mbele. Naona damu kila sehemu. Unamaanisha nini? Naona mwiba tuliouchoma unataka kutoka ulipoingilia na kusababisha jeraha kutoka damu nyingi tena mbichi. Lakini kinachonishangaza, naona miba miwili, mkubwa na mdogo, ila mdogo ndio unatoa damu nyingi. Hiyo ina maana gani mzee? Wewe uliuliza. Binti, unatisha. Taarifa hii umeijuaje? Mabula alishangaa. Najua hata wewe msomaji na mkuu mzee Shila mnajiuliza, mimi ni mtu au jini? Tulia, utajua kila kitu. Kujua kwangu si muhimu. Tulia basi nimalize. Nina muda mchache sana wa kuendelea kuwa hapa. Naomba ujitulize. Kama unanyolewa kipara usijitikise. Nitakukata na kiwembe ninachotumia ni kikali sana. Ninaweza kuondoka na shingo yako. Nilimnyamazisha, sikutaka kumfunulia yaliyojificha huku nikijibu maswali. Kwangu ilikuwa sawa na kupiga mluzi huku natafuna karanga. Baada ya kuuliza juu ya mwiba, mganga aliangalia tena ramli na kuwaeleza kuwa mwiba ni mama yangu ambaye alikuwa tayari ametoa damu ya Balize. Hivyo mlitakiwa kummaliza kabla hajafanya shambulizi lingine ambalo mlielezwa litakuwa baya sana, ambalo lingechukua uhai wa Balize. Kingine mlichoambiwa kuwa kama atachukua uhai wa Balize, basi lazima akamilishe mzunguko wa mwiba kutoka kwa kuwaua wote. Baada ya kuelezwa vile, mlirudi Dar na kikao kizito kilifanyika kwa Balize. Mlitafuta njia ya kumuua mama yangu bila ushahidi wowote. Kila mtu alitoa wazo lake na kukubaliana wote mumuue kwa sumu, lakini ikabakia mumuue kwa sumu gani? Kila mmoja alitoa wazo la sumu ya kumuua mama yangu. Mlijikuta mkiingia kwenye mitandao kutafuta sumu ya kumuua mama yangu taratibu. Wewe ndiye uliyeiona sumu inayoua taratibu, aina ya Novichok ambayo hulemaza neva, ambayo hutumiwa na majasusi wa Kirusi. Da, unatisha. Hapa nazungumza na mtu au umepandisha jini? Hujaacha hata kitu kimoja. Mzee wangu, hebu nyamaza basi. Au unataka nikunyamazishe kwa kukupiga risasi ya mdomo? Hapana, alisema huku akipiga magoti. Nilimweleza asimame na kukaa kwenye kiti. Baada ya kufanya hivyo, niliendelea kumfunulia ufunuo. Hiyo sumu ya Novichok mlipitisha gharama ya dozi ya kumuua mtu mmoja ilikuwa bilioni 3, ambayo mlichanga na kutuma mtu maalumu ambaye aliileta baada ya wiki 3 na kumtafuta mtu wa kuifanya kazi yenu na kumpata muuguzi ambaye aliifanya vizuri na kufanikisha kumuua mama yangu. Kifo cha mama kiliwafanya mpumue kwa kuamini mwiba mmeuzikia ndani ya jeraha, hautatoka tena. Kifo cha mama kiliwafanya mfanye sherehe kubwa huku mkipata mshirika mpya, Aunti Kalo, ambaye kwa sasa mnashindana naye katika utajiri. Pia amekuwa tishio kwenu. Kwa muda mfupi amekuwa mtu mwenye pesa kama mchanga, ambaye muda si mrefu atakuwa kiongozi wenu. Pamoja na furaha yenu, lakini mganga alikuwa kwenye wakati mgumu baada ya mimi kujiandaa kulipa kisasi. Kwenye njozi aliona kitu cha ajabu baada ya jeraha la mwiba kufumuka upya na kumwaga damu nyingi kuliko la awali. Ilimchafua kila mmoja wenu na kujikuta mkichanganyikiwa. Ili kuidhibiti hali ile, ilibidi atumie kila aina ya uchawi anaojua. Baada ya ngoma kuwa nzito, aliomba msaada kwa waganga wenzake kwa kutoa kafara ya ng'ombe zaidi ya 5. Hiki ninachokueleza najua hukijui wewe na wenzako wote. Mganga Mgosi aliamua kupambana nalo peke yake kwa vile aliogopa kuwatia hofu. Kingine kilichomtia hofu ni damu ya mwiba ingempata mpaka yeye. Jitihada zake kidogo zifanikiwe baada ya mimi nilipokuwa kuponea tundu la sindano kupoteza uhai wangu.
Baada ya jeraha kuacha kutoa damu, ilionyesha dalili zote za kupona, kitu ambacho aliamini amefanikiwa. Mara ya mwisho kuwaita ilikuwa siku ambayo nilianza kulipa kisasi changu baada ya kufanya kila kitu, lakini damu kwenye jeraha la mwiba iliendelea kutoka. Mwiba ulikuwa mdogo. Baada ya ramli, ilionekana mimi ndiye mbaya wenu. Mlielezwa mniwahi kabla sijawafikia, lakini hamkunijua sura yangu wala nipo wapi. Huo ndio ulikuwa mtihani mzito kwenu. Hata mganga asingeniweza, ni Mungu pekee, kwa vile hajawahi kumwonea kiumbe wake. Ndiyo maana kila aliyeniona mbele yake alisema kama wewe kuwa amekwisha, kwa vile ule mwiba mdogo uliokuwa mnausumbua mganga wenu kuzuia na kuelezwa kuwa uliwachoma wazazi wangu, mimi ndiye nitakayeutoa ulipoingia. Mpaka hapo umenijua mimi ni nani na ninaweza kufanya nini bila kuzuiwa na mtu. Sasa ni hivi, nataka unilipe pesa yangu mliyomdhulumu. Nilitaka mnilipe na uhai wa wazazi wangu, lakini nimeona haina maana zaidi ya pesa zangu ili maisha yaendelee. Nilitengeneza uongo ili anipe changu kabla ya hukumu ya jino kwa jino. Unataka nikulipe kiasi gani binti yangu? Najua katika milioni zetu 700 zidisha mara 20, ongeza na utajiri wa kafara ya damu ya baba yangu, malizia na gharama uhai wa wazazi wangu. Sawa, nitakupa milioni 300. So umesikia mchungaji Samueli amefariki? Ndiyo. Umejua sababu ya kifo chake? Kuna taarifa imesema ameuawa ofisini kwake na wachungaji wenye wivu wa kishetani. Si kweli. Nimemuua mimi. Kwa sababu gani? Kisasi cha baba na mama yangu. Si kweli. Kwa hiyo nikuue ili ujue ukweli? Nilimuuliza swali ambalo najua utaona nachekesha, lakini nilitaka kumuonjesha kifo ili amini kuwa mimi ndiye mwiba unaoanza kutokea ulipoingilia. Hapana. Mchungaji, nilimweleza anilipe bilioni 2 akagoma. Nilipomtishia akasema atanipa bilioni 1 na milioni 300. Baada ya kunipa pesa, si akanichoma kwa polisi. Kama nilivyomwahidi, pindi akienda kinyume nitamuua kifo kibaya sana, nilisema kwa msisitizo, huku nikitikisa kichwa kwa mzuka. Kifo kibaya unamaanisha nini? Nilimwonyesha picha ya kutisha ya kifo cha mchungaji. Kifo gani hiki cha kinyama? Hiki kinazidi kifo cha wazazi wangu. Huyu si amelala? Unajua maumivu walioyapata wazazi wangu? Hapana. Sasa na wewe jitoe akili uone kitakachokupata kabla ya kukuua kifo cha mateso mazito. Hata Mungu atagoma kukupokea kwa vile hata nguruwe hawezi kukula. Nilisema huku nikipandisha hasira kama sumu ya nyoka na macho yangu yakibadilika rangi na kuwa mekundu. Hapana, siwezi kukugeuka. Utanipa kiasi gani? Bilioni 1 haitoshi. Ongeza zaidi. Kumbuka utajiri wenu wote ni damu ya baba yangu. Nitakuongeza milioni 300 kama mchungaji. Nitapataje? Nitakwenda benki kukuchukulia na kukuletea hapa. Sawa. Kosa lako moja, hata la bahati mbaya au makusudi, litaipoteza kwanza familia yako, kisha nitamalizana na wewe. Mimi ndiye yule kiumbe niliyetabiriwa na manabii na kula mpaka chuma. Ndio ilimtia hofu kubwa mganga baada ya kulijua bala langu, na kuhakikishia nitakuletea pesa yako bila mtu kujua. Wapigie simu benki, ukifika ukute wameshakuhesabia kabisa. Sawa. Mabula alizipigia simu benki 2. Benki moja alichukua milioni 700 na nyingine milioni 600. Nilimpa maelekezo zile pesa azipeleke sehemu na kuziacha. Kweli alifanya vile, na zile pesa nilizirudisha pale pale kwenye jengo lake, kama naagiza fenicha mpya kwa kuziweka kwenye friji mpya. Waliobeba fenicha walishangaa uzito wa friji lile, lakini niliwapoza kwa malipo manono na kusahau uzito ule. Kabla ya kuondoka, nilimwambia azibe mdomo kama mama yangu alivyoziba mdomo. Pamoja na kujua ubaya wao, alikufa na siri moyoni. Mabula aliniahidi kukaa kimya kama hakuna kitu kilichotokea. Niliposhtuka nilijuta nipo nje ya muda.
mpaka kwa wakati ule kutoka mjini mpaka nafika uwanja wa ndege, ningekuta ndege imeshaondoka. Kwa mara ya kwanza mpango wangu niliona nimefeli hesabu zangu. Nilikuwa nimezidisha sehemu. Hivyo nilijiuliza, saa 6 zitanitosha kumuua Balizi ndani ya wakati? Sikukata tamaa. Niliondoka hadi uwanja wa ndege ili kuangalia kama kuna usafiri wa dharura au nikodi ndege ndogo. Nilianza kutafuta njia ya kupata usafiri wa kufika Dar. Sikutaka siku ile iishe bila tukio la kummaliza mtu. Niliamini hesabu zangu zikienda tofauti, nitatakiwa kurudi darasani au kwenda kwenye kaburi la Bonta kuomba msaada. Lakini kifo cha moto alichokufa Bonta sikuwahi kuliona kaburi lake, hivyo nisingekuwa na jinsi zaidi ya kujipanga kama kutatokea tukio lingine. Nilifanya kwa hesabu kubwa kwa kumaliza tukio ndani ya muda. Nilijua kama nitashindwa kumuua Balizi usiku wa siku ile, ningemuua baada ya kutoka kwa Mabula kwa kumuulia ofisini kwake. Itaendelea tena. Simulizi hii imeandikwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, hasa Mwananchi Digital.